Mungu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na shukuru kuwepo hapa. Ni Jumapili ya pili kufika mahali hapa, lakini ni ibada ya tatu kuabudu pamoja nanyi. Jumatano nilikuwa hapa na tukaanza somo siku ya Jumatano. Nashukuru Mungu kwa sababu Jumatano tulikuwa na watu ambao walikubali kujitoa na kuja kusikiliza neno la Mungu. Lakini kuna wale ambao walikosa kwa sababu ya mihangaiko ya maisha pamoja na shughuli zingine. Lakini siku ya Jumatano tulianza somo zuri sana. Waliokuwepo tulibarikiwa na Mungu alikuwepo katikati yetu kutufundisha. Tulijifunza somo ambalo linaitwa imani katika Kristo Yesu. Kwa wale ambao hawakupata nafasi siku ya Jumatano na umefika leo, basi waweza andika kama unaandika. Somo letu ni imani katika Kristo Yesu. Tulisoma kitabu cha Yohana Mtakatifu, Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 14 na mstari wa kwanza. Na nataka turudie kitabu hicho kabla hatujaanza kusoma kile ambacho tunapaswa kujifunza kwa ibada ya mchana wa leo. Yohana Mtakatifu sura ya 14 na mstari wa kwanza. Yohana 14 mstari wa kwanza, Biblia inasema, "Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi." Biblia inatuambia vizuri kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, ni aminini na mimi. Anayezungumza maneno haya ni Yesu Kristo. Anasema kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, ni aminini na mimi. Tulizungumza vitu kadhaa siku ya Jumatatu, tukazungumzia habari za kuamini. Maana ama tafsiri fupi ya kuamini, tukaangalia kwenye kitabu cha Waebrania 11 mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi: imani ni kuwa na hakika na mambo yanayotarajiwa, hasa kuwa na hakika na mambo yasiyoonekana nini? Bayana. Kwa hiyo tukazungumza kama imani ni kuwa na hakika, hivyo tunapata swali la kujiuliza sisi kama Wakristo tuliokuja kanisani Jumapili ya leo. Je, tuna uhakika na Kristo tunayemwamini? Tukana ni ajabu sana kama unakuja kanisani na huna hakika na Kristo unayemwamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninajua kuna watu wa kanisani. Jumatano niliuliza swali nikasema, unaamini nini katika Kristo? Majibu yalikuwa tofauti. Kuna mmoja alisema kwamba naamini Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Mwingine akasema kwamba naamini Kristo alikufa kwa sababu ya dhambi zangu. Haya ni majibu tofauti, lakini yanazungumzia mtu mmoja. Nina hakika kabisa leo hii nikiuliza tena swali hili, unaamini nini kuhusu Kristo? Kila mtu atakuwa na majibu tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu atakuwa na majibu tofauti juu ya kile ambacho anaamini kuhusu nani? Yesu Kristo. Na ndivyo jinsi ambavyo tunajifunza kwenye somo letu. Kusudi la somo letu tuwe na imani katika Kristo. Lakini katika kuwa na imani katika Kristo lazima tujue ni nani tunayemwamini. Huyu Kristo tunayemwamini ni nani? Tulikuwa na maswali mawili ya kuweza kujibu kupitia somo hili. Tukasema somo letu litakuwa na maswali mawili ya kujibu. Swali la kwanza ni nani unayemwamini? Lakini swali la pili ni nini unachoamini kwa huyo unayemwamini? Tukapata jibu kwamba tunayemwamini ni Yesu Kristo. Tukasema kwamba Yesu Kristo ni mwanaume alizaliwa Galilaya Nazareti. Alizaliwa kwa nyumba ya watu wenye maisha ya kawaida sana. Akaanza huduma yake kutembea huku na huku akihubiri neno la Mungu pamoja na kuponya watu magonjwa yao. Lakini swala hilo la kutembea huku na huku kuponya watu magonjwa yao iliwaumiza sana wakuu wa dini miaka hiyo. Wakasirika sana. Wakamshtaki huyu bwana, akasulubiwa, akafa. Siku ya tatu akafufuka. Baada ya kufufuka muda mchache akapaa kwenda mbinguni. Wale wafuasi walikuwa wanamfuata Yesu Kristo walibaki wanahubiri injili ya Yesu Kristo. Ile injili ambayo ilihubiriwa tangu wakati huo ndio imezaa makanisa mpaka leo. Ndio imezaa imani tulionayo mpaka leo. Na hiyo ni historia fupi ya habari za Yesu Kristo. Lakini tukaja kugundua kwamba habari hizi za Yesu Kristo kwa utambulisho huu mfupi haitoshi kumzungumzia Kristo. Haitoshi kumsema Kristo mbele za watu. Kuna maelezo zaidi ambayo tunapaswa kuyafahamu kuhusu Yesu Kristo. Kuliko tunapojua kwamba Kristo alizaliwa kwenye nyumba ya maisha ya kawaida, alizaliwa labda na Bikira Mariamu, alizaliwa Nazareti ya Galilaya, na maelezo kama hayo kwamba alihubiri injili ya Mungu, alifufua watu, aliponya magonjwa. Tuliona kabisa kwamba hii haitoshi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tulitambua kwamba haitoshi? Kuna watumishi wa Mungu sasa wanafanya huduma hizo. Wanaombea watu, wanaponya magonjwa yao, vipofu wanaona, viwete wanatembea. Lakini watu wa namna hii sasa hivi wamechukua nafasi ya Kristo. Watu wa namna hii siku hizi wanachukua utukufu wa nani? Wa Kristo.
Sasa ni nini ambacho kinamtofautisha Kristo na watu ambao wanachukua utukufu wake? Tukajifunza vitu ambavyo vinamtambulisha Kristo. Jambo la kwanza ambalo tulijifunza kuhusu Kristo na kumtambulisha na kumtofautisha na watumishi wengine wanaochukua nafasi ya Kristo. Jambo la kwanza ni kwamba Kristo alizaliwa kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Tofauti ya maaskofu wetu, tofauti ya wachungaji wetu, tofauti ya mitume na manabii tulionao sasa hivi ni kwamba wao walizaliwa kwa hali ya kawaida. Wao walizaliwa kwa sababu ya mwanamke na mwanaume walifanyaje? Walikutana. Lakini Kristo tunayemwamini, utofauti wake mkubwa ni kwamba alizaliwa kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Tukaangalia kwa sababu zilizopelekea Yesu Kristo azaliwe kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Sababu ya kwanza ilikuwa ni kwamba Kristo alikuwepo kabla ya uumbaji. Lakini pia sababu ya pili ni kwamba Kristo alikuwepo kabla ya kutungwa mimba kwa Mariamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sababu nyingine iliyopelekea Kristo azaliwe kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ni kwa sababu Kristo alikuwa ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo mwana wa Mungu asingeweza kuzaliwa baada ya kukutana na wanadamu wawili. Kama ni kwa akili ya kawaida tu, Mungu anaweza kuzaliwa na wanadamu? Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza kuzaliwa na wanadamu? Haiwezekani. Kwa hivyo kwa sababu Mungu hana uwezo wa kuzaliwa na wanadamu, ni lazima kuzaliwa kwa tofauti na vile ambavyo sisi wanadamu tunazaliwa. Hii ndio sababu Kristo alizaliwa kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Na hii sababu ya kwanza inamtofautisha Kristo na wakuu ama viongozi na waanzilishi wa imani nyingi tofauti. Sababu ya pili ama njia ya pili ya kumtofautisha Kristo na watu wengine ambao wanachukua nafasi ya Kristo ni kwamba Kristo alizaliwa na Bikira Mariamu. Sababu kwa nini Kristo alizaliwa na Bikira Mariamu na inampa nini utofauti wake na viongozi wengine wa kiimani? Sababu kubwa ya kuzaliwa na Bikira Mariamu, tulisema kwamba Yesu Kristo alipaswa ashinde asili ya dhambi. Tukasema kwamba leo hii hata mtoto mdogo aliyezaliwa leo anazaliwa akiwa na asili ya dhambi. Nikauliza swali nikasema, ni nani mzazi kwa anamfundisha mtoto wake kutukana ama kudanganya ama kuiba? Hivi ni vitu ambavyo mtoto anazaliwa na anajua kabisa. Bila hata kumfundisha mtoto dhambi anajua. Kwa sababu tunaambiwa kwamba kupitia Adamu dhambi iliingia wapi? Ulimwenguni. Kila mmoja huzaliwa na asili ya nini? Ya dhambi. Kwa hivyo ilimpasa anayekuja kukomboa ulimwengu dhidi ya dhambi awe mtu asiye na nini? Na dhambi. Kwa hivyo Yesu Kristo alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa sababu kama angezaliwa kama wanadamu wengine, angezaliwa na nini? Na asili ya dhambi. Biblia inatuthibitishia kwamba Kristo hakutenda dhambi. Wakati huo wana wa Israeli wakiwa wanatoa sadaka kwa ajili ya ondoleo la dhambi, walikuwa wanatafuta kondoo yule asiye na kilema, kondoo asiye na tatizo lolote ile, kumaanisha kwamba kondoo aliye safi ndio anastahili kuchinjwa kwa ajili ya ondoleo la nini? La dhambi. Ndivyo jinsi ambavyo ilipasa Kristo awe asiye na dhambi, awe asiye na lawama yoyote kwa ajili ya kutondolea nini? Dhambi. Kwa hiyo hizi sababu mbili ndio zilipelekea Kristo atofautishwe na wakuu wengine wa imani. Na hii ndio tulipata kujua kwamba huyu ndio Kristo tunayepaswa kumwamini. Swali letu la kwanza tulijibu Jumatano kwamba ni nani tunayepaswa kumwamini. Tukajua kabisa kwamba tunayepaswa kumwamini ni Kristo wa namna hii. Kristo aliyezaliwa kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Lakini Kristo aliyezaliwa na nani? Na Bikira Mariamu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa utangulizi huu mfupi nadhani kila mmoja amefahamu ni Kristo wa namna gani tunayepaswa kumwamini. Kuna makanisa mengi sana ambayo wanaingia kama tunavyoingia sisi. Wanajiita wa Kristo kama vile ambavyo tunajiita sisi. Lakini hawakubali kama Kristo alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yapo makanisa mengi wanapiga injili na jasho na watoka, lakini hawaamini Kristo alizaliwa na Bikira. Wapo watu wengi, kuna imani nyingi siku hizi. Juzi nimekuwa nikisikia imani nyingine inasema kwamba Kristo alikuwa ni mtoto aliyechukuliwa. Yaani kuna vile ambavyo tunafanya siku hizi, wazazi wawili wakiwa hawajabarikiwa kupata mtoto, wanakwenda labda kwenye kituo cha watoto yatima, wanachukua mtoto analea. Kuna imani sahihi na ni kanisa kubwa. Ninaamini Kristo alikuwa ni mtoto aliyeokotwa na Mariamu na Yusufu, wakaishi naye. Hawasemi kama alizaliwa na Bikira ama alizaliwa kwa Roho Mtakatifu. Wanasema Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu ndio. Lakini Kristo alienda kuchukuliwa sehemu wakamchukua waishi naye. Ni imani hiyo. Na watu wanakwenda kanisani, wanabeba Biblia, wanapiga makofi, wanashangilia Mungu. Hiyo ni nini? Ni imani. Kuna imani nyingi zinazomzungumza Kristo kwa namna ya tofauti, wapendwa. Lakini yatupasa tujue ni Kristo wa namna gani ambaye tunapaswa nini? Tumwamini. Kristo ambaye tunapaswa tumwamini ni Kristo aliyezaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuende kwenye somo ambalo tunajifunza leo. Jumatano tumejibu swali hilo kwamba ni nani tunapaswa kumwamini.
Lakini leo tunakwenda kujibu swali, ni nini ambacho tunapaswa kuamini katika yule ambaye tunamwamini? Ndio tunamwamini Kristo, lakini kama tunamwamini Kristo, ni nini ambacho tunapaswa kumwamini? Bwana Yesu asifiwe sana. Hiki ni kiti. Hiki ni nini? Ni kiti. Si kila mmoja anaona ni kiti? Si tunaamini hiki ni kiti? Ama kuna mtu anaamini hiki ni kitanda? Wangapi wanaamini hiki ni kitanda? Hakuna. Wangapi wanaamini hiki ni kiti? Yes. Sasa hiki ni kiti. Lakini katika kutazama kwamba hiki ni kiti, lazima tuamini katika hiki kiti kuna uwezo gani katika hiki kiti. Tunaamini ndio ni kiti, lakini katika hiki kiti nini ambacho tunaamini? Mimi naamini kwenye hiki kiti kina uwezo kubeba mtu mmoja, mtu mzima mmoja mwenye kilo za kutosha. Huyu mmoja. Siamini kama watu wawili kama mimi tunapaswa kukalia kiti kama hiki. Nani anaamini hivyo? Nani anaamini hivyo? Hakuna sivyo. Kwa hiyo tunaamini ndio ni kitu, lakini katika hichi kiti kuna uwezo gani katika hichi kiti ambacho tunaamini? Na angalia kwa wakati fulani ambako kama una watu wengi tumefanya hivi. Kama unafua nguo zako nyumbani, una kamba za kuanikia pale nguo. Kabla ya kuanika nguo zako, wangapi huwa mnakwenda kujaribu ile kama ina uwezo kubeba nguo zako? Wachache huwa tufanye hivyo. Asante maana wanafanyanga hivyo. Mimi mwenyewe tu huwa sifanyi hivyo. Huwa naamini tu kwa mbele ni kama na inaweza kufanyaje? Kubeba nguo zangu. Wakati mwingine inatutia hasara kurudia kufua nguo. Kwa sababu kabla ya kuanika nguo tuliamini ni kama na inaweza kufanyaje? Kubeba nguo. Unafua vizuri, bahati mbaya au bahati nzuri, una mitoko yako ile nyeupe. Na umefua kule umelala uliloweka kuanzia jana. Na umefua vizuri, unakwenda kuweka tu umemaliza ile nguo ya mwisho kuanika. Unaanza upya. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu uliona ndio ni kamba, lakini haukuwa na hakika na haukuwa na imani juu ya uwezo katika nini? Hiyo kamba. Lakini uliona ni nini? Ni kamba. Kuna watu ambao tunamsikia Kristo, kuna watu ambao tumehubiriwa kuhusu Kristo, lakini hatujui uwezo katika nani? Kristo. Hatujui nini ambacho tunapaswa tuamini katika nani? Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mmoja alisema, alikuwa anamwambia rafiki yake, anasema, ukitaka kujinyonga, tafuta bomba ya mpapai ukafunge kamba uliingilia hapo. Utakufa mapema sana. Watu wanaamini hivyo. Bomba ya mpapai kweli mpapai inakuwa na matawi eh? Yale matawi ukisema uliingilie, mtu kama mimi hautakufa. Utaanguka tu na ile bomba la mpapai uumie, lakini hautakufa. Kila kitu ambacho tunatazama na kusikia, kuna wakati aliteswa. Tumesema asili yake kwamba alianza akafundisha, akaponya watu magonjwa, akafanya hiki na kile, lakini mwisho wa safari ya maisha yake tunaambia kwamba Kristo aliteswa. Na hakuteswa na mtu mwingine, ni wanadamu walifanya nini? Walimtesa. Kuna imani ambazo zinaamini kwamba Kristo alienda mwenyewe mbinguni bila kupitia mateso yoyote. Ukiamini Kristo kwamba alienda mbinguni bila kupitia mateso yoyote, basi dhambi zetu hazijafanyaje? Hazijasamehewa. Kwa sababu kupitia mateso yake, kitabu cha Isaya 53 kinasema hivi, kwa kupigwa kwake tumefanyaje? Tumepona. Kama unaamini Kristo hakupigwa, ina maana dhambi bado nini? Unazo. Kwa hiyo lazima tuamini kwamba Kristo aliteswa. Soma na mimi hapo kitabu cha Mathayo 27 mstari wa 29 na 31. Biblia inasema Mathayo 27:29. Yes. Wakasokota taji ya miiba, wakaiweka juu ya kichwa chake, na mwanzi katika mkono wake wa kuume. Wakapiga magoti mbele yake, wakamdhihaki, wakisema, Salamu mfalme wa Wayahudi. Kisha wakamtemea mate, wakautoa ule mwanzi, wakampiga kichwani. Walipokwisha kumdhihaki, wakaivua lile vazi, wakamvika mavazi yake, wakamchukua kumsulubisha. Amen. Biblia inatuambia kwamba walimfika taji la miiba, walimpiga, wakamdhihaki, akatemewa mate, wakafanya kila aina ya dhihaka, lakini mwisho wa siku Biblia inasema kwamba wakamsulubisha. Na huyo ndio Kristo ambaye tunapaswa tumwamini, na hilo tunapaswa tuamini katika Kristo, kwamba Kristo ambaye tunamwamini sisi aliteswa. Kuna watu wanaamini Kristo ambaye hakuwahi kupitia mateso, lakini mimi na Wakristo wengine wote tunapaswa kuamini kwamba Kristo aliteswa. Kwa nini Kristo aliteswa? Nataka tujifunze kitu hapa. Kwa nini Kristo aliteswa? Kama andika kwa nini Kristo aliteswa, tunajibu hilo swali. Kuna sababu kwa nini Kristo aliteswa. Kuna mitazamo mitatu ambayo inatuambia kwa nini Kristo aliteswa. Mtazamo wa kwanza ni mtazamo wa Wayahudi. Kwa nini walimtesa Kristo? Jambo la kwanza lilofanya Wayahudi wamtese Kristo ni kwa sababu Kristo alijiita yeye ni Masihi.
Ukijiita wewe ni Masihi, ina maana ni mpako mafuta wa Bwana. Ukijiita wewe ni Masihi, unajilinganisha na aliyetumwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo Kristo alipojiita yeye ni Masihi, iliwakwaza na kuumiza sana Wayahudi. Wayahudi wakasema kwamba wewe ni nani ukijiita Masihi? Soma na mimi kitabu cha Yohana sura ya 7 na mstari wa 52. Wakati ambapo Kristo anaendelea na huduma yake, ni sehemu nyingi sana kwa anajiita yeye ni mpako mafuta wa Bwana. Wayahudi hawakupenda hicho kitu kwa sababu hawakuamini katika Kristo. Kristo ni kijana, ni mtoto ambaye amekuwa wanamuona. Ni mtoto ambaye anaishi maisha ya kawaida wanamuona. Hadi nasikia umri huo na wazee wanasikia kama anajiita ni Masihi. Wanashangaa wao ni nani kujiita Masihi? Lakini Kristo ndiye Masihi tunaipaswa sisi kumwamini. 57:52 Yohana. Yohana 7:51-52 Biblia inasema, yes. Je, torati yenu hukumuni mtu kabla ya kumsikia kwanza? Huyo ni Kristo anauliza wazee akisema kwamba torati humhukumu mtu bila kumsikiliza. Na kumjua atendavyo? Yes. Wakamjibu wakamwambia, wewe umetoka Galilaya? Tafuta ukaone ya kuwa kutoka Galilaya hakutokea nabii. 57:52. 50. Yohana 7 na mstari wa 52. 52 inasema, wakamjibu wakamwambia, je, wewe nawe umetoka Galilaya? Yes. Tafuta ukaone ya kuwa kutoka Galilaya hakutokea nabii. Amen. Endelea, nataka kuna kitu nataka tupate hapo kwanza. Ningesema nataka uanzie juu kidogo. 45. Basi wale watumishi wakamwendea wakuu wa makuhani na Mafarisayo. Nao wakamwambia, mbona kumleta? Wale watumishi wakamjibu, huyu anavyonena. Wakamjibu, hajanena kama mtu yoyote kama huyu anenavyo. Basi Mafarisayo wakamjibu, je, ninyi nani mmedanganyika? Yes. Ni nani katika wakuu amwaminie au katika Mafarisayo? Lakini makutano hao wasiofahamu torati wamelaaniwa. Yes. Wakamwambia Nikodemo, naye ni yule aliyemwendea zamani, maana ni mmoja wao. Je, torati yenu humhukumu mtu kabla ya kumsikia kwanza au kujua atendavyo? Wakajibu wakamwambia, je, wewe nawe umetoka Galilaya? Tafuta ukaone ya kuwa kutoka Galilaya hakutokea nabii. Amen. Huyu anayezungumza na kinachowakwaza sana wazee ni kwamba mambo yote ambayo anafanya na kila kitu ambacho anazungumza kutoka kinywani mwake, anajisema kwamba yeye ndio Masihi. Na wazee wa dini, wakuu wa dini wanakasirika sana. Wanafikiria kwamba wao ni nani kujiita Masihi. Miaka yote hiyo wamekaa kusoma maandiko, wanamsubiri Masihi. Masihi ambaye wao wanamsubiri ni tofauti na jinsi ambavyo amekuja huyu. Huyu ni Masihi wa namna gani? Amezaliwa na mwanamke. Wao walijua kabisa kwamba Kristo alizaliwa na mwanamke tu. Na alijua kabisa baba yake ni nani? Ni Yusufu. Miaka yote wanaishi wakijua kwamba Kristo alizaliwa na Mariamu na nani? Na Yusufu. Inakuwaje kwamba huyu anajiita Masihi? Hiki tuliwaumiza sana Wayahudi. Lakini jambo la pili ambalo lilifanya wakamsulubisha Yesu ni kwa sababu Yesu alibadilisha tamaduni ama alitafasiri tofauti tamaduni za nini? Za Kiyahudi. Soma Mathayo 15 na mstari wa kwanza. 15 na mstari wa kwanza. Bado tunaangalia kwa nini Wayahudi walimsulubisha Yesu. Kwa nini walihitaji Yesu auawe? Sababu ya kwanza tumesema ni kwa sababu Yesu alijiita Masihi. Lakini sababu ya pili, Yesu alikuja kubadilisha tamaduni za Kiyahudi. Mathayo 15:1 Biblia inasema, ndipo Mafarisayo na waandishi toka Yerusalemu walipomwendea Yesu wakisema, mbona wanafunzi wako huyahalifu mapokeo ya wazee? Kwa maana wanawe mikono wala chakula. Akajibu akawaambia, mbona ninyi nani huyahalifu amri ya Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu? Kwa kuwa Mungu alisema nini? Mheshimu baba yako na mama yako. Na amtukanaye baba yake au mama yake kufa na afe. Bali ninyi husema, atakayemwambia babaye au mamaye, chochote kikupasacho kusaidiwa na mimi, chochote kikupasacho kusaidiwa na mimi ni wako. Basi asimheshimu baba yake au mama yake, mkalitangua neno la Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu. Enyi wanafiki, ni vema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Asante, naomba uishie hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kristo, jambo lingine liliwauzi sana Wayahudi, wakasema asulubiwe na auawe, ni kwa sababu alikuja kutengua tamaduni ambazo walikuwa kiishia.
Wacha niwaambie Wakristo wenzangu mchana wa leo, kama kuna jambo ambalo litapeleka kanisa motoni ni mambo ya tamaduni na mila. Kuna makanisa ambayo ukiingia huwa ni mwiko. Vile ambavyo tumekaa hapa ndani ni mwiko. Wanasema kwamba wanawake wanakaa huku, wanaume wanakaa huku. Ukiingia ukuta mmechangamana hivi, wanasema ni vibaya sana. Mnaharibu, hiyo sio desturi ya kanisa. Moja kati ya vitu ambavyo vinatuumisha kanisa ni mambo ya nini? Ya mila na desturi. Kristo alikuja kutukomboa dhidi ya mila na nini? Na desturi. Wacha nikwambie kuna kitu ambacho kinaumiza sana, kuna wachungaji ama viongozi wa kanisa bado wamekamatilia nini? Mila na desturi. Kuna wachungaji ambao bado wanapigia chepuo mambo ya ukeketaji wa watu wa kike. Wapo. Serikali inakataa, lakini wao wanafanyaje? Wanasema hizi ni nini? Ni mila na desturi. Kristo alikuja kutoa kwenye mila na desturi. Wanamwambia hivi, kwa nini unatengua tamaduni ambazo wameshikilia wazee tangu miaka hiyo? Kristo alikuja kutufungua kwenye nini? Kwenye mila na desturi. Acha niwaambie kitu. Mimi naona kabisa kwamba ni familia zile ambazo hazijaokoka ndio wanasemaga nyumbani kuna chakula ambacho wanagawiwa watoto alafu kitababa. Mimi hiyo kitu nakataa kabisa. Sio kweli. Kuna vitu ambavyo tunapaswa tushikilie, vitu ambavyo havitusaidii chochote kwenye maisha ya kiroho. Haina haja kushikilia vitu kama hivyo. Habari za mila na desturi hazina msaada wote kwenye maisha yetu ya kiroho. Kristo anawaambia haya mnayozungumzia, habari kuna walikuwa wanazungumzia si kwamba walikula bila kunawa hawa watu. Walinawa, lakini wanachozungumzia wanataka watawadhe. Unajua kutawadha? Kabla ya kula mnawe muoshe miguu, muoshe na mikono yote na ndio mle. Nani anaweza kufanya hiyo kazi sasa? Haiwezekani, ni kazi ngumu sana. Kabla ya kula ufanyaje? Utawadhe vile wanafanyaga wao, wanapaka na maji usoni, wananawa ni masikio, ndio kae chini ule. Hiyo njaa sitakuwa. Hiyo njaa itakuwa. Na maisha siku hizi mnakula sahani moja watu 6. Ukianza kunawa hivyo kurudi hivi, sahani ni jeupe. Kitu cha msingi ambacho Kristo anazungumza hapa, hatupaswi kufungwa na nini? Na mila na desturi. Kristo ukombozi wake ilikuwa ni dhidi ya mila na nini? Na desturi za Kiyahudi. Lakini hili swala waliumia sana, walichukia mno, hawakupenda. Sababu ya tatu, Wayahudi walitaka kusulubisha Kristo ni kwa sababu alijiita yeye ni mwana wa Mungu. Kujiita mwana wa Mungu kwa tamaduni za Kiyahudi ni sawa na kusema wewe ni Mungu. Hapakuwa na tofauti yoyote kati ya anayejiita mwana wa Mungu na Mungu. Ni sawa. 10:30 Yohana. Waliumia sana kusikia Kristo anajifananisha na Mungu. Hii kitu hawakupenda kabisa. Yohana 10:30 Biblia inasemaje? Yohana Mtakatifu sura ya 10 na mstari wa 30 Biblia inasema, yes, mimi na Baba tu umoja. Anasema hivi, mimi na Baba tu umoja. Hii kitu waliposikia, usishia kuendelea, kuna kitu ambacho anasema. Baada ya kusema hivyo watu waliumia sana. Basi Wayahudi wakaokota mawe tena ili wampige. Sikia, baada ya kusema kwamba yeye na Baba ni kitu kimoja, wakaokota nini? Mawe. Kwa sababu Yesu Kristo alikuwa anasema kwamba mimi ni nani? Ni Mungu. Kujiita mwana wa Mungu kwa Wayahudi, hiyo ni nini? Ni kusema wewe ni Mungu. Hili swali liwaumiza sana kwa sababu wao wameshikilia, wanajua kabisa kwamba Masihi ni mtu wa namna gani? Si mtu ambaye anaishi kwa fundi landa. Si mtu ambaye alikuwa anatumwa nyumbani kama mafuta ya kupikia. Si Yesu alikuwa ni mwanadamu kama wanadamu wengine. Alikuwa anaishi bila mambo watu wengine walikuwa wanaishi. Kwa hiyo Wayahudi wanaangalia huyu kijana ni nani wa kujiita kwamba yeye na Baba ni kitu kimoja. Wakajua kabisa kwamba huyu anastahili kupigwa mawe. Hii ilikuwa ni sababu nyingine ilipelekea Wayahudi wakasema Yesu asulubiwe. Lakini sababu nyingine ambayo Wayahudi walizungumza kwamba Yesu asulubiwe ilikuwa ni kwa sababu wakati Yesu ameanza kuhubiri Injili, makutano wengi walimfuata. Biblia inatuambia kwamba Yesu alikuwa akienda huku na huku kuhubiri Injili na makutano mengi walifanya nini? Walimfuata. Tunajua habari hizi mbili ambazo Yesu kuna wakati amelisha watu zaidi ya 5,000. Watu zaidi ya 5,000 wapendwa, ni watu wengi sana. Hapa Kigoma hakuna kanisa ambayo ina watu 2,000. Sidhani. Kuna makanisa makubwa hapa Kigoma, lakini sidhani kama kuna kanisa ambalo kwa ibada moja wanaweza kuingia watu 2,000 ama 3,000. Bado tunajaribu, tunaendelea kukua taratibu. Tutafikia huko. Lakini bado Yesu alikuwa na uwezo wa kufanya mkutano wa zaidi ya watu wangapi? 5,000. Na sio tu mkutano, akawafundisha na nini? Na kuwalisha. Hello. Ukipata wageni hata 6 nyumbani kwako, wale wa nguvu, unachanganyikiwa. Cha kwanza unawaza utakula nini? Watalala wapi? Si ndivyo? Yesu Kristo alifuatwa na watu zaidi ya 5,000, akawalisha, wakala na wakasasa. Biblia inasema hivi, na vikapu zaidi ya 12 vikafanyaje? Vikajaa chakula kilichosaza. Huyu ni Kristo. Habari hii iliwafikia wakuu wa dini, wakasema huyu bwana mdogo anataka kutupiga.
anapopiga bao, jambo la kufanya asulubiwe na afe, kwa sababu ameanza kukusanya watu wengi. 11:41 tuko hapo Yohana tu 11:41 kita Injili ya Yesu Kristo. Luka soma tu 47 na 48. 47 na 48. Basi wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakakusanya baraza, wakasema nini? Maana mtu huyu afanya ishara nyingi. Hofu yao kubwa ni kwa sababu watu wengi walianza kuamini Injili ya Yesu Kristo. Na sio kuamini kwa sababu Yesu alikuwa anafanya ishara na nini? Na miujiza. Wacha nikwambie, hii ni mbinu ambayo inatumika na watu wengi sasa hivi ambao sijui tuwaite kwa namna gani, lakini ni watumishi wa Mungu, sawa. Hatujui ni Mungu yupi. Lakini watu wengi wanaamini katika ishara na miujiza ndio wanapata watu wengi. Na hii haijaanza leo, hata wakati wa Yesu Kristo ndivyo ilivyokuwa. Wakati Yesu Kristo anafanya ishara na miujiza, watu walifanyaje? Walimfuata. Wazee wakashtuka wakasema, huyu jamaa anafuatwa na watu wengi, atatuharibia. Cha kufanya asulubishwe. Na wakajua kabisa kumsulubisha Yesu ni njia pekee ya kumrudisha nyuma katika habari ya nini? Ya Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hii haikuwa sababu ya kuzuia Injili isiendelee. Kwa hiyo mtazamo wa Kiyahudi kwa nini Yesu alisulubishwa, tuliangalia ni kwa sababu alijiita Masihi, ni kwa sababu aligeuza tamaduni za Wayahudi, ni kwa sababu alijiita mwana wa Mungu, lakini pia kwa sababu kusanyiko kubwa la watu walikuwa wakimfuata. Huu ni mtazamo wa Kiyahudi. Mtazamo wa Kirumi. Unajua kuna kitu ambacho nataka kanisa mjue, kwamba waliotoa idhini Yesu asulubishwe na auawe ni Warumi. Warumi walikuwa ndio wanawatawala Wayahudi. Kwa hiyo wakati huo Wayahudi wameishi kwenye utawala wa Warumi. Chochote ambacho wanafanya ni mpaka serikali ya Warumi waseme sawa, fanyeni. Kabla serikali ya Warumi kuambia wafanye, walikuwa wafanye chochote. Kwa hiyo tunajua habari za Pilato na tumesikia habari za Pilato. Huyu Pilato alikuwa ni Mrumi, kiongozi wa serikali ya Kirumi. Tunajua kabisa kwamba wakati huo Wayahudi wanamleta Yesu mbio, ni mtu wao, ni Myahudi, lakini wanampeleka nani? Kwa Warumi. Wanamwambia hivi Pilato, tufungulie nani? Baraba, lakini huyu afanyaje? Asulubiwe. Pilato akatazama akaona huyu hana kosa lolote hapo, anastahili asulubiwe. Lakini kwa sababu umemleta nyie na ni mtu wenu, wacha nikwambie kitu kimoja. Wayahudi miaka yote waliishi wanamsubiri Masihi atakayekuja kuwatoa kwenye utumwa wa nani? Wa Warumi. Kwa hiyo walipomwona Yesu Kristo anajiita Masihi, hana jeshi lolote, hana mgambo wala sungusungu, wakasema huyu bwana mdogo anatania huyu. Huyu hawezi kutuondoa kwenye mkono wa nani? Wa Warumi. Kwa hiyo kitu ambacho sababu kubwa ambayo Warumi walimsulubisha Yesu, jambo la kwanza ilikuwa ni dhihaka. Walikuwa na wadhihaki Wayahudi, wanasema huyu nini? Mfalme wetu tunamsulubisha sasa. Kwa sababu mmekuwa mkiongea kwamba iko siku Mungu anawatia mfalme atakayekuja kuokoa, mfalme wenu ndio mtamsulubisha. Sikia Pilato vile anasema. Soma kitabu cha Yohana 19 na mstari wa 14. 19:14 tusikie vile Pilato anazungumza. Hii ndio sababu kubwa ambayo Wayahudi walimsulubisha Yesu. Wao hawakuwa na shida yoyote na Yesu, hawakuona kosa lolote kwa Yesu, lakini sababu yao waliokubali kumsulubisha Yesu ilikuwa ni dhihaka, kwa dhihaki tu Wayahudi. 19:14 hadi 15. Biblia inasema, nayo alikuwa maandalio ya Pasaka yapata saa 6. Wakamwambia Wayahudi, tazama mfalme wenu. Huyu anayewaambia Wayahudi ni Pilato. Yeye ni Mrumi, anawaambia Wayahudi, tazama mfalme wenu. Unajua Wayahudi wanamkataa Kristo kama sio mfalme wao, lakini Pilato anawadhihaki, anawaambia tazama mfalme wenu. Basi wale wakapiga kelele, wakasema, muondoshe sio mfalme wetu, msulubishe. Pilato akawaambia, nimsulubishe mfalme wenu? Wakuu wa makuhani wakajibu, sisi hatuna mfalme ila Kaisari. Sikiliza, huyu Pilato anachofanya hapa sio kwamba ameona kosa kwa Kristo, lakini anachofanya anakubali asulubiwe. Kwa sababu gani? Atawadhihaki nini? Warumi, Wayahudi. Wayahudi wamekuwa wakisema siku zote tukapata mfalme. Maandiko yanaambia kwamba Masihi atakuja kuokoa dhidi ya nini? Ya Warumi. Kwa hiyo Pilato anasema kama huyu ndio mfalme mkuu tunamsubiri, sasa tunafanyaje? Tunamsulubisha na muone. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni mtazamo wa Kirumi. Lakini mtazamo wa mwisho kwa nini Yesu alisulubiwa ni mtazamo wa Kristo pamoja na wanafunzi wake. Kristo alisulubiwa kwa sababu ya ondoleo la dhambi. Kristo alisulubiwa kwa sababu ya wokovu wangu mimi na wewe. Hiyo ndio mtazamo ambao sisi wote tunapaswa tuamini kwamba aliteswa kwa sababu ya dhambi zetu. Aliteswa kwa sababu ya makosa na maovu yetu. Hiyo ndio kitu ambacho Biblia inatuambia tunapaswa tuamini, kwa sababu Kristo alikuwa ni nabii. Kristo alikuwa ni kuhani. Kristo alikuwa ni mfalme anayekufa kwa sababu ya watu wake. Wayahudi wanapiga kelele asulubiwe,
na hawajui kwamba ndivyo inatakiwa iwe. Alipaswa sulubiwe kwa sababu ya maisha ya Wayahudi. Wayahudi wanakataa kwamba huyu si mfalme wetu, lakini Kristo anajua kabisa mimi ni mfalme wao watu na ninakufa kwa sababu yao. Lakini wao walijua kwamba tunamtesa na kumsulubisha kwa sababu wamekufuru. Yesu akasema hawa watu hawajui wanaofanya. Wakati walimuua msalabani alisemaje? Baba, wasamehe. Kwa sababu gani? Hawajui wanachofanya. Kwa sababu wao wanafanya ukidhani kwamba wanamkomesha Kristo, lakini Kristo anafanya akijua kabisa kwamba nini anawasaidia wao. Jina la Bwana libarikiwe. Na hiyo ndio sababu kubwa inayotufanya tumwamini Kristo kwamba aliteswa. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kuamini kwamba Kristo aliteswa. Hiyo ni sababu ya kwanza. Ama ni jambo la kwanza ambalo tunapaswa kuamini kwamba Kristo aliteswa. Ukiulizwa ni nini ambacho tunapaswa tuamini katika Kristo? Jambo la kwanza mwambie kwamba tunapaswa tuamini kwamba Kristo aliteswa. Na kwa nini aliteswa? Aliteswa kwa sababu ya ondoleo la dhambi. Katika Kristo kuwa alikufa na kufufuka. Mathayo 28:5 na 6. Mathayo 28:5 na 6. Mathayo 28:5 na 6, Biblia inasema, malaika akajibu akawaambia, yes, wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Tunamtafuta Yesu alifanyaje? Aliyesulubiwa. Tunaanzia kwanza kwamba Yesu sio kufa tu, kabla ya kufa alifanya nini? Alisulubiwa. Alafu hayuko hapa. Kwani amefufuka kama alivyosema. Yes. Wote mpatazame mahali alipolazwa. Yes. Tunakubali na malaika anathibitisha kabisa kwamba Yesu Kristo alisulubiwa. Na baada ya kusulubiwa Yesu Kristo alifanya nini? Alikufa. Lakini baada ya kufa Yesu Kristo alifanya nini? Alifufuka. Kuna watu na imani nyingi sana ambazo haziamini kama Yesu alifanyaje? Alifufuka. Na kuna imani nyingi zinasema kwamba wanafunzi wa Yesu walikwenda wakamwiba Yesu kaburini. Kuna watu wanaamini hivyo. Kwamba ule usiku walikwenda kumlaza wakaenda. Wacha niwaambieni, uzito wa jiwe lililowekwa kwenye kaburi la Yesu Kristo. Hakuna wanafunzi wa Yesu ambaye ana uwezo wa kuondoa ile jiwe pale. Hakuna. Warumi na Wayahudi waliweka walinzi kwenye kaburi la nani? La Yesu. Kwa ajili gani? Wahakikishe kabisa huyu mtu anaozea humo ndani, hatoki. Lakini Biblia inatuambia hivi, walipokuja walikuta jiwe nini? Limeviringishwa lipo kwenye mlango wa kaburi, na malaika akawaambia kwamba mnamtafuta aliye hai kati ya nini? Kati ya wafu. Yesu Kristo, ukombozi wetu tunapata kwa sababu alifufuka. Kama Yesu asingefufuka, ina maana sisi wote bado tungekuwa kwenye hatia nini? Ya dhambi. Kufufuka kwa Yesu kunamaanisha nini? Jambo la kwanza kunamaanisha ushindi. Kunamaanisha ushindi. Yesu Kristo alishinda dhidi ya kifo na mauti. Kwa hiyo sababu ya kwanza kwa nini Yesu alikufa na kufufuka ni kwa sababu inamaanisha ushindi. Ushindi dhidi ya dhambi, lakini pia kutupatia tumaini la kuishi. Tunaamini kabisa kwamba tujapokufa leo tutaishi kwa sababu mtetezi wetu ni yu hai. Leo hii tuna watu wengi sana ambao wanaamini vitu vingi katika habari ya kufa. Kuna watu wanaamini kwamba maisha ya mwanadamu huishia katika kaburi. Ukifa, stori yako imefanyaje? Imeishia hapo. Lakini sisi ambao tunaamini katika Kristo tunaamini kabisa ukifa uko hai. Kwa sababu yeye alitukomboa yuko hai. Jina la Bwana libarikiwe. Ni ngumu sana kuzungumza na mtu kuhusu habari za kifo, kufufuka na maisha ya baadaye. Kwa sababu watu wengi sana kwanza huwa hawapendi kuzungumzia habari za kifo. Wakristo wengi hatupendi kusikia habari za nini? Za kufa. Mnapenda kusikia kufa? Mnapenda kusikia kufa? Ukihubiri story za kufa, watu wanakuwa wapole sana. Lakini ukweli kwamba tutakufa. Kama Kristo alikufa, tutafanyaje? Tutakufa wapendwa. Lakini ahadi tuliyopewa ni kwamba ijapo tutakufa, Kristo atatufufua tena. Hiyo ndio ahadi ambayo Kristo anatupatia. Na kusudi la Kristo kufa na kufufuka ni kutupatia tumaini la kuishi baada ya nini? Ya kufa. Sababu ya pili kwa nini Kristo alifufuka. Kristo alifufuka ili injili ihubiriwe. Kama Kristo asingefufuka, tungekuwa tunafanya nini hapa kanisani? Kungekuwa kuna maana ya kuja kanisani kuhubiria watu kuhusu Kristo. Utamhubiria Kristo ambaye hakufufuka? Huyo ni Kristo namna gani? Ni Mungu namna gani huyo? Mungu asiye hai. Tunahubiri injili kwa sababu Kristo alifufuka. Soma na mimi waraka wa kwanza wa Korinto 15:17. 15:17.
Hili ni jambo la pili ambalo tunaangalia la kuamini katika Kristo. Nini unachoamini katika Kristo? Tunapaswa tuamini kwamba Kristo alikufa na kufufuka. Na tunasema kwamba Kristo alifufuka kwa sababu Kristo alitabiriwa atakufa. Kristo alitabiriwa atafufuka. Lakini Kristo ametabiriwa kwamba atarudi tena. Jina la Bwana libarikiwe. Haya yote Kristo alikuwa anapaswa afanyaje? Ayatimize. Kwa hiyo katika habari ya kutimiza maandiko, Kristo alipaswa afufuke. Kitabu cha Isaya 25 mstari wa 8, Biblia inasema kabisa kwamba yeye anameza kifo na mauti. Yeye ana uwezo wa kumeza kifo na nini? Na mauti, ili anapokuja ayafute machozi ya kila mmoja wetu. Jina la Bwana libarikiwe. Kitabu cha Ufunuo sura 21 na mstari wa 4, Biblia inazungumza vizuri. Inasema nini? Kuhusu raha ya milele. Tunaambianaga habari kwamba mtu akifa kuna mzito anasema mwanga wa milele umuangazie Bwana na raha ya milele ifanyaje? Umpe. Uongo. Kama hauna imani katika Kristo aliyekufa na kufufuka, hiyo raha ya milele kwako ni hadithi. Utasikia tu kama hadithi. Raha ya milele wanapata wale watu ambao waliamini katika Kristo kufa na nini? Na kufufuka. Inasemaje Ufunuo 21 mstari wa 4? Soma hapo tuhame. Ufunuo 21:4 Biblia inasema, naye atafuta kila chozi katika macho yao. Wala mauti haitakuwepo tena. Wala maombolezo. Wala kilio. Wala maumivu hayatakuwepo tena. Kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Amen. Kwa sababu ya kwanza yamekwisha kupita. Sikia, hizi ahadi zote ni kwa wale tu wanaamini Kristo alikufa na nini? Na kufufuka tu. Kama mtu amekufa na haamini katika kufa na kufufuka kwa Yesu, Biblia inasema hivi, yeyote ambaye anataka wokovu, kitabu cha Warumi sura ya 10 inasema hivi, anayekiri kwa kinywa chake kwamba Kristo alikufa na kufufuka, yeye atafanya nini? Ataokoka. Kwa hiyo tunaambia watu la milele sio akupe Bwana na mwanga sio ile kuangazia, ni uongo. Kama hakuamini katika Kristo alikufa na kufufuka, hiyo ni habari nyingine kabisa. Kwa lazima tuamini kwamba Yesu alikufa na kufufuka. Hili ni jambo la pili ambalo yatupasa tuamini katika Kristo Yesu kwamba alikufa na kufufuka. Jambo la kwanza tumesema tunapaswa tuamini nini? La kwanza tumesema nataka tusiache mtu kama tunamaliza pamoja. Nimesema jambo la kwanza tunaamini nini katika Kristo? Tumelala. Tunaamini nini katika Kristo jambo la kwanza? Kristo leo mko mbali kweli na mimi. Afadhali Jumatano mlikuwa hapa karibu tunaulizana mko karibu, leo mmenikimbia. Tuamini jambo la kwanza kwamba Kristo aliteswa. Lakini jambo la pili tuamini alikufa na kufufuka. Jambo la tatu tuamini kwamba Kristo atakuja kuhukumu walio hai na waliokufa. Hello. Kanisa alipenda kusikia habari za hukumu. Wacha niwaambie leo. Kanisa lolote ambalo halihubiri kuhusu habari ya hukumu ya Kristo, usisali hapo. Narudia tena. Kanisa lolote ambalo hamkemei kuhusu dhambi, usisali hapo. Sehemu yote ambao hawazungumzi kwamba Kristo, unajua tunapenda kuambiwa Kristo atakufariji, Bwana awe pamoja nawe, Mungu akubariki, pokea baraka zako. Si ndio tunapenda hivyo? Nenda sehemu ambapo wamejaa watu wengi, kanisa limepaka, watu wako wengi. Ni sehemu ambapo fuatilia mahubiri kuanzia mwezi wa kwanza mpaka wa 12. Hawaambii kwamba Kristo anatukia dhambi. Hawaambii hivyo. Na hawaambii kwamba Kristo anakuja kuhukumu wenye dhambi. Hawaambii hivyo. Wanaambiwa kwamba Kristo yuko hapa kufanyaje? Kubariki, pokea. Mkiambiwa pokea mwinuka na kitu kabisa unashangilia. Mwambie mchungaji tuhubirie kuhusu dhambi zetu sasa. Anaogopa kuhubiria kuhusu dhambi mnakimbia. Si hatupendi kuambia kuhusu dhambi. Acha niwaambie. Acha niwaambie ukweli. Mbinguni hakuna kinyonge kitafanyaje? Kitaingia. Usitegemee wewe na fursa zako na dhambi utaingia mbinguni. Uingii. Kristo tumesoma vizuri kwamba Kristo alikufa na kufufuka kwa sababu ya nini? Ya dhambi zetu. Lakini Kristo atarudi kufanyaje? Kuhukumu. Nisiwatie hofu. Kuna watu tukianza kuongea habari za hukumu wanaogopa sana. Lakini wacha nikwambie kitu kimoja. Kwenye habari ya hukumu, Kristo anakuja kutoa hukumu mbili. Anakuja kutoa hukumu mbili. Biblia inasema hivi, kila kazi ina nini? Ina ujira. Tunaotumikia Kristo kwa roho na kweli, kwa uaminifu, tutafikwa taji. Lakini wale waliokataa injili ya Kristo wanasema katika adhabu. Wanasema katika nini? Hukumu. Nataka tusome Biblia. Soma na mimi kitabu cha Yohana 5 mstari wa 26 na 29. Soma hapo. 5:26 na mstari wa 29.
Kitabu cha Yohana Mtakatifu. Yohana 5:26-29 Biblia inasema, maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na Mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Naye akampa amri ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Adamu. Sikiza. Biblia inasema hivi, Kristo alipewa amri ya kufanya nini? Kufanya hukumu. Kristo alipewa uwezo wa kufanya nini? Hukumu. Malizia. Sistajabie maneno hayo. Kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini watasikia sauti yake. Yes. Nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Ngoja, leo hii hata yule babu yako wa miaka ile ambayo tulimzika, naye anafanyaje? Atainuliwa aje. Kila mtu anasema nini? Unasimama mbele ya kiti cha nini? Cha hukumu. Haijalishi kama kwa hiyo ndio babu yako alikufa miaka ile, naye anafanyaje? Anainuliwa. Kwa sababu Kristo anakuja kutoa hukumu kwa nini? Walio hai na walio kufa. Na anasema hivi, kwa wale ambao wamezishika amri zake, wanapewa nini? Hukumu yao ni nini? Hukumu ya nini? Ya uzima. Tunatarajia si wote. Wacha nikwambie kitu kimoja. Hakuna safari isiyokuwa na nini? Na mwisho. Makusudi yetu sisi kuja kanisani ni kujitesa ama nini? Mwisho wake ni nini? Sisi wote tunatamani nini? Uzima wa milele. Si ndivyo? Kila mmoja wetu anatamani uzima wa nini? Wa milele. Mwenyewe natamani uzima wa nini? Wa milele. Ingekuwa si hivyo, angekuwa hakuna ahadi kama hii. Ingekuwa kinyume tukafanya shughuli zingine. Lakini kila mmoja wetu unajua kuna mawili. Haya mawili. Aidha uzima wa milele ama hukumu ya nini? Ndio kanisa. Nisomee tu pale, turudie mstari. Rudia. Kuna sehemu mbili ambazo tunapaswa tuchague. Biblia inasema nini? Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na mtumishi wa Mungu Yohana, sura ya 5 na mstari wa 26 na kuendelea. Yes. Inasema hivi. Kwa maana kama vile Baba ana uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na Mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Naye akampa amri ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Adamu. Sistadabie maneno haya. Sikiliza, msiogope kuhusu habari ya injili ya hukumu. Kuna watu ukiwahubiria kuhusu habari za hukumu, wanaanza kuona moto wa jehanamu. Msiogope. Kuna kitu ambacho tunaambiwa hapa, nasemaje? Kuhusu habari za hukumu. Kwa maana saa yaja. Kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wote waliokufa hapo masanga hapo watainuliwa. Nao watatoka. Wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima. Kwa ajili ya waliofanya mema tu, ni kwa ajili ya nini? Ya ufufuo na nini? Na uzima. Wale waliotenda mabaya. Kwa ufufuo wa hukumu. Kwa ufufuo wa nini? Wa hukumu. Wanafufuliwa kwa sababu ya nini? Ya kuhukumiwa. Lakini waliotenda mema kwa sababu ya ufufuo nini? Wa uzima. Wapendwa, nataka niwaambie kuna mambo mawili ya kuchagua. Aidha uzima wa milele ama hukumu ya moto. Tunachagua wakati gani? Wakati ni sasa. Wale waliolala wanasubiri ni kufufuliwa kwa sababu ya nini? Ya hukumu. Lakini ambao wana nafasi ya kubadilisha na kuchagua njia ni sisi ambao tuko hai. Ni mimi na wewe sasa hivi. Na mbaya zaidi, hatujui baada ya hapa nani anaondoka. Sitaki muogope, lakini nawaambia ukweli. Anasema vizuri Yohana, anasema usiogope kuhusu habari za hukumu, kwa sababu kweli ni huu. Wanafufuliwa wale ambao waliotenda mabaya na mema, lakini hukumu ni mbili tofauti. Wewe nikwambie, mimi nilikuwa kesho nafanya vipi, ningeanza kutubu leo. Lakini kwa sababu sijui kesho iko vipi, natubu kila wakati. Najitahidi kuishi maisha ya utakatifu kila wakati kwa sababu hatujui vile ambavyo maisha yanakwenda. Sasa, Biblia yenyewe inatuambia kwamba kesho ni ya nani? Ya Mungu. Kesho ni ya Mungu. Kila mtu, Biblia inasema kwamba naja upesi na ujira. Ufunuo 22 inasema kwamba naja upesi na ujira nini? Mkononi. Kumlipa kila mtu sawa na nini? Kila mtu, sikiliza. Mungu wetu hadhihakiwi. Chochote upondacho ndicho utakachovuna. Ukipanda uharibifu, utavuna nini? Uharibifu. Wapendwa, tunapoamini kwamba Kristo anabariki, tunapoamini kwamba Kristo anafufua, tusisahau kuamini kwamba Kristo anahukumu. Kristo ana nini? Anahukumu. Kuna watu wako wanahisi kwamba Kristo akasirishi. Kristo kuna wakati anamuudhi. Na anakuja anaangalia kila mtu na nini? Kama tendo yake. Habari ya wokovu ni kitu binafsi. Kuna watu nadhani kwa sababu mama ameokoka na sisi tutapitia kwenye mgongo wa nani? Wa mama. No. Kuna watu wanaamini kabisa kwamba baba alimfanya ni mtu mzuri sana kanisani, mzee wa kanisa, na si kwa sababu baba alitenda mema tutapitia kwa baba. Anasema kila mtu anakuja kumlipa kila nini? Kila mtu.
watu wanasema maisha yako kama Mungu yajitie kama nife. Utafufuliwa. Kuna namna ya kukimbia Kristo. Unafufuliwa. Hakuna namna ya kukimbia. Na mwenye pesa ya kufanya ni kumkiri Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako na kutubu dhambi. Hiyo ndio jambo pekee ambalo tunapaswa kufanya. Kwa hiyo haya mambo matatu ambayo tumezungumza mchana wa leo ni mambo ya msingi sana kuamini katika Kristo ambaye tunapaswa tumwamini. Jumatatu tulisema hivi, tunamwamini nani? Kristo. Kristo ni nani? Tumezungumza habari za Kristo. Lakini leo hii ilikuwa tunapaswa tujue kwamba ni nini ambacho tunapaswa tuamini katika Kristo. Tumeamini kwamba Kristo aliteswa. Kristo alikufa na kufufuka, lakini Kristo atakuja kuhukumu nini? Ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu simama. Simama. Nataka tumalize. Simama, tumekaa muda wa kutosha. Simama. Katika yale yote ambayo tumejifunza, Kristo ametufunza mchana wa leo. Kuna mengi sana ambayo tumezungumza. Tumeamini katika kuteswa kwa Yesu, tumeamini katika kufa na kufufuka kwa Yesu. Lakini mwishoni ambapo tunakamilisha somo letu, tumezungumza habari za hukumu ya Kristo. Kila mmoja wetu anaanza vile ambavyo hukumu ya Kristo inamgusa. Ukiwa kanisani mchana wa leo, ukitafakari ukaangalia ndani ya moyo wako, Biblia inatuambia kwamba hakuna sehemu ambako pana siri kubwa kama moyo wa nani? Mwanadamu. Lakini ndiko pana ugonjwa wa kufisha. Kila mmoja ana nafasi ya kuangalia ndani ya moyo wake namna gani vile ambavyo vinafanyika. Leo hii ukiitwa, kila mtu anaanza vile ambavyo anaitwa. Kuna watu wanalala wanapitiliza. Kuna watu wanatoka hapa bodaboda inamchukua. Kuna watu wanafanya hiki na kile ametembea. Kila mmoja ana vile ambavyo anaitwa. Ukiitwa leo, hukumu ambayo tunaizungumzia kwenye maandiko hapa ni hukumu ya namna gani ambayo itakuhusu wewe? Je, ni hukumu ya uzima wa milele ama ni hukumu ya uharibifu, ya hukumu ya dhambi? Kila mmoja ana nafasi ya kujiuliza. Na tunayo nafasi. Jiulize kwa nini umepewa nafasi ya kuja kanisani leo. Hii ni neema nyingine ambayo Mungu ametupatia. Kama kuna sehemu ambapo hatujarekebisha na Kristo, twende mbele za Mungu mchana wa leo tumwambie Kristo, tumekuja kwako. Tunaamini hakuna wa kufananishwa na wewe. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Wewe ndio Kristo uliyesamehe wenye dhambi. Kristo uliyesamehe makahaba, uliyesamehe wazinzi, uliyesamehe wanyang'anyi. Lakini na sisi tumekuja mbele zako tunakuamini wewe ndio Kristo uliyepewa nguvu na uweza wa kuhukumu. Kama mbele za Mungu, kila mmoja azungumze na Kristo. Usitazame mwingine na muomba vipi Kristo. Hili ni jambo binafsi wapendwa. Nimesema kwamba kila mmoja atatoa hesabu ya matendo yake. Kila mmoja ende mbele za Mungu amwambie, zungumza na Mungu. Asante Jehova. Asante Baba yetu. Yes, Mungu leo. Baba yangu mfalme, nakuja mbele zako Jehova mchana wa leo. Wewe ni Mungu unayejua vyema. Wewe ni Baba unayejua maisha yangu. Wewe ni Mungu pekee unayeweza kuchunguza maisha yangu mfalme. Nakuja mbele zako Adonai. Wewe ni Mungu unayejua vyema. Niseme nini mbele zako kwa sababu ya huruma zako mfalme. Tazama hukumu yako Baba yangu mfalme unayotazamia kama kanisa Jehova. Wacha Baba yetu mfalme wa amani ukaonekane kwa maisha ya kanisa lako. Tunajua mfalme wa uzima kuna wakati ambapo unakuja Jehova. Unakuja kumlipa kila mtu sawa na matendo yake Mungu wangu. Jemedari mfalme wa uzima ukanirehemu na kunisamehe makosa na maovu yangu. Ninajua kuna wakati ambako nimekwenda kinyume na mapenzi yako Elishadai. Wote ukanisamehe mfalme wa amani. Wote ukanitakasa naye. Nioshe kwa damu ya mwanao Yesu Kristo. Nioshe kwa damu iliyomwagika pale juu msalabani Jehova. Nikiamini Baba yangu, unaniosha kwa ondoleo la dhambi mfalme wa amani. Tunaamini kwamba wewe ni Kristo uliyeteswa kwa sababu ya dhambi zetu mfalme. Ulikufa na kufufuka kwa sababu ya maisha yetu Adonai. Jehova mfalme wa amani. Nami naamini utarudi kwa sababu ya kuhukumu Jehova. Na unapokuja kuhukumu kanisa lako Elishadai. Wacha Baba yangu nikapokea hukumu ya uzima wa milele. Wacha Baba yangu nikapokea hukumu ya uzima wa milele. Samehe kanisa lako Jemedari. Samehe watu wako Jehova. Samehe watu wako Elishadai. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Samehe Baba yangu mfalme wa amani. Tufungue kwa vifungo vya dhambi. Tufungue kwa vifungo vya dhambi. Kwa jina la Yesu Kristo. Ninatamani mfalme wa amani. Kanisa lako mfalme wa uzima. Nikapokea uweza na neema yako ya kuona mbingu. Nikapokea uweza na neema yako ya kuona mbingu Jehova. Katika jina la Yesu Kristo. Ninalitia jina lako mchana wa leo Jehova. Ikiwa Baba yako kasimama na kanisa lako. Simama na kanisa lako mfalme. Simama na kanisa lako mchana wa leo. Samehe wa mama wa kanisa hili. Samehe vijana wa kanisa hili. Samehe watoto wa kanisa hili mfalme wa amani.
Tutakase mfalme wa amani, maana wewe ni Baba mfalme, Mungu unayeweza Jehova. Osha maisha yetu, osha maisha yetu mfalme. Badilisha njia zetu, badilisha njia zetu mfalme, badilisha njia zetu Adonai, katika jina la Yesu Kristo. Hakuna mwingine anayeweza kuchunguza maisha yetu mfalme, lakini ni wewe Mungu wetu. Hakuna mwingine aweze kuchunguza maisha yetu ila ni wewe Baba yetu mfalme wa uzima. Neema yako na baraka zako ni za ajabu, neema yako na ukuu wako ni wa ajabu mfalme. Dhihirika na kuonekana Bwana wa Bwana, dhihirika na kuonekana Bwana wa majeshi mfalme. Asante Baba yetu. Endelea kuomba, mwambie Bwana kusamehe. Endelea kuomba, Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Bwana tulikutenda